Nikiwa Ocha nilikuwa na best yangu fulani. Alikuwa na wife yake. So wife alikuwa na kwa kaduka fulani, akakuwa healthy vile, biashara haikuwa poa. Sasa I think walikuwa wakadiscuss, akaambia mrembo amuchangie commission, mrembo aende majuu. And that's how it happened. So deep down in my heart I felt like I needed to at least advise him, like what you are doing, is it okay? Because now umerelease your wife. As in, nilikuwa nataka kujua according to you, wewe unaweza fanya kitu kama hiyo, as in usupport manzi aende majuu? Juu jamaa alikuwa na kazi ya ofisi hivi. So wewe unafikiria ilikuwa ni idea poa kweli? Kama ni Saudi, naweza kubali, si mbaya. Huko kuna story mingi sana. Wasichana wanakuanga wanafanya kazi huko, wamefocus vizuri. Kuna sheria mingi. Sheria mingi. Lakini ikuwe Qatar, UAE hapa, hiyo utakuwa umeexpose mtu vibaya bana. Si nilikuwa nafikiria pengine ni story na trust. Hakuna maneno ya trust. Wacha nikwambie, hii ni kuku inatembeza vifaranga. Hiyo kuku inajiamini, inapiganga mamwewe nini. Unaelewa? Alafu umeenda ukaiexpose kwa uwanja. You know, you are making it vulnerable for any attack. Yeah, for any attack. So hebu niambie sasa in that situation. So maana yake unajaribu kusema kuleta mwanamke hapa ni kama kulima miwa karibu na shule ya primary na secondary. No, ya primary kwanza ndo nakuanga na wanapenda miwa sana. Jamaa alikuwa anasema ati ukiona warembo hapa, most of them na category number 1 ni wale walilemewa ndoa. Category number 2 ni wale masingle mothers pengine. Sema hivyo, ni waite hivyo. Wale wenye pengine alipata mimba mapema lakini hawakuweza kuishi pamoja na bwana, akamwachia mtoto. Category number 3 ni wale warembo, ni mrembo lakini ana tabia. Do you agree with this assessment? Yeah, that is true. Totally true. Ndio wamejaa hapa. Ndio wamejaa. Kwanza wale wenye ongelea warembo, ni ukweli wote hawana tabia. Wote. Wale wanawake warembo wenye wako hapa, wote hawana tabia.